Hongera sana baba Oli na mama Oli, kiukweli jina zuri mtoto. Ya bwana Vivon Boy Rayvanny amewapa pongezi Wema Sepetu pamoja na Whozu baada ya kupata mtoto wa kiume. Bwana, hii imehappen mara tu baada ya Rayvanny kutoka Canada, sehemu ambayo alikuwa ameenda kwa ajili ya kwenda kuperform. Kama unavyoelewa kwamba uzinduzi wa kombe la dunia umefanyika katika nchi tatu tofauti, ukiachana na Marekani, ilifanyika Canada na pamoja na Amerika Kusini kule. So hii bwana ilikuwa ni moja kati ya show kali kabisa kutoka pande za Canada, ambapo Vivon Boy pamoja na Nora Fatei walikuwa pale on stage kwa ajili ya kuperform. Kwa hiyo Rayvanny bwana ameingia kama ameingia kwenye historia akiwa kama moja kati ya wasanii wa pekee kutoka Afrika Mashariki kwenda kuperform katika jukwaa la kombe la dunia by FIFA World Cup. Bwana, ni moja kati ya hatua pekee adimu kabisa, adhimu haswa kwa Vivon Boy amefanya. So hii ni hatua nyingine ambayo Rayvanny ameonyesha kwamba yeye bwana yuko na utofauti mkubwa sana na watu wengine au wasanii wengine hapa Bongo, kwani hakuna tena msanii mwingine hapa Bongo bwana ambaye ameshawahi kufanikisha swala hilo. Kwa hiyo bwana Rayvanny amevunja rekodi nyingine na ametua Bongo leo alfajiri kabisa, mapema kabisa usiku wa kuamkia leo, yani tunaweza kusema hivyo, jambo ambalo amepokelewa na waandishi wa habari. Amezungumzia mambo mengi sana, lakini kubwa katika yale ambayo ameyazungumza ni pamoja na issue ya Wema Sepetu kujifungua. Bwana, maana hilo jambo limehappen kipindi yeye Rayvanny akiwa bado yuko nje. Kwa hivyo basi Rayvanny alivyotua tu Bongo, alivyofuatwa kuhojiwa na waandishi wa habari, ametoa pongezi kwa Wema pamoja na Whozu. Amewapa pongezi akisema kwa ajili ya kupata mtoto wa kiume, lakini pia vile baada ya kutua Tanzania akiwa ametokea Marekani kwenye show ya uzinduzi wa kombe la dunia. So ni kwamba hivyo ndivyo mambo yalivyo. Wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao hapa katika comment section. Anakuambia kwamba bwana ni nywele za Rayvanny bwana, mmeona nywele za Rayvanny au mpo busy na miwani? Kuna wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao. So comment zimejitokeza hapo wakiwa wamefurahishwa na kitendo cha Rayvanny ku acknowledge sakata zima la Wema Sepetu kujifungua na mambo mengine kama hayo. Kama unavyoelewa kwamba moja kati ya story ambazo zina make headline sasa hivi bwana ni issue ya Wema kujifungua, maana tunafahamu kwamba mwanadada huyu mwenye wafuasi wengi sana mitandaoni, ambaye ni kipenzi cha Watanzania, baada ya kukata kiu yake ya muda mrefu akiwa anatamani kupata mtoto, Mungu amemjibu. Kwa hiyo imekuwa ni moja kati ya habari kubwa kabisa katika mitandao ya kijamii. Na mtazamaji, nadhani habari ya Wema Sepetu bwana bila shaka itakuwa imekugusa, imekufikia na unaelewa kabisa nini ambacho kinaendelea kwa sasa kumhusu mwanadada Wema Sepetu. Tunaweza kusema kwamba Wema bwana amewaliza, amegusa mioyo ya watu wengi, kwani watu wengi sana walikuwa wanamfuatilia kutokana na kwamba mwanadada huyu bwana amekuwa akifanya vitu kwa miaka mingi, hususan katika industry ya Bongo Movie. Na of course moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinagusa hisia za mashabiki zake ni issue ya yeye kuto kupata mtoto kwa miaka mingi. Sasa hivi kama unavyoona taarifa zinazidi kusambaa kuhusiana na Wema kujifungua, na wengi wamesema kwamba mnamo tarehe 12 mwezi Juni itakuwa kama vile ni sherehe ya taifa, siku ya kuadhimisha siku ambayo itakuwa inakumbukwa kwamba ndo siku ambayo Wema alipata mtoto wa kwanza. Lakini kama ulikuwa ufahamu ni kwamba Wema bwana huyu sio mtoto wake hii sio mimba ya kwanza kupata. Alishawahi kupata mimba hapo zamani au hapo awali, lakini kwa bahati mbaya mimba hiyo ikaharibika. Lakini this time around bwana ndo hivyo tena, Mungu si Asumani, amembless Wema na sasa hivi tunaona tayari yuko na mtoto na amejifungua. Yani ujauzito wa sasa hivi bwana haujaharibika, amefanikiwa kujifungua. So ni kitu kiukweli ambacho kimewafurahisha watu wengi. Watu wengi sana wametoa pongezi. Tumeona video nyingi mno, yani katika habari ambazo zina trend sasa hivi huko Instagram na mitandao mingine ya kijamii kama TikTok, ni habari ya Wema Sepetu kujifungua. So ni moja kati ya habari njema. Lakini pia vile imekuja kutuonyesha jinsi gani ambavyo Watanzania wameshikamana kumsapoti Wema Sepetu.
Lakini pia vile ni kwamba issue ya Wema Sepetu kujifungua imekuja kuonyesha jinsi gani ambavyo, yani imekuja kuleta tena imani kwa Mwenyezi Mungu. Yani wadada wengi sana ambao hawajapata ujauzito wamepata imani tena kwa mara nyingine kwamba kama iwapo Wema amejifungua basi ni jambo ambalo linawezekana hata na wao pia, japokuwa wameteseka kwa muda mrefu kuto kupata ujauzito, wanaweza wakapata. Lakini pia vile ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuja kuinua brand au status ya Whozu maana Whozu sasa hivi bwana amepewa taski na Watanzania kwamba bwana inatakiwa baada ya kumpa ujauzito Wema, kuna wadada wengine pia hapa mjini na wenyewe pia hawajapata ujauzito kwa miaka mingi kama vile Lady JD pamoja na Diva. Kwa hiyo kuna utani wa hapa na pale, watu wanasema kwamba Whozu bwana apite pia hapo awasaidia hawa wadada nao pia wapate ujauzito. So basically bwana, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia hili jambo bwana limeenda mpaka serikali. Tumeona mpaka viongozi wa serikali na wenyewe pia wameingilia kati, wamekuja wamempongeza Whozu pamoja na Wema kupata mtoto. Namzungumzia hapa waziri wa makundi maalum, maendeleo ya jamii, watoto na wazee. Hapa namzungumzia Mheshimiwa Dorothy Gwajima, na yeye pia ametoa ujumbe kwenda kwa Wema pamoja na Whozu kutokana na hii issue ya wao kupata mtoto. Kwa hiyo amewapongeza. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linaonyesha kwamba hata mheshimiwa naye pia ameona na ameamua kutoa pongezi. Lakini pia vile Mama Dangote na Diamond, yani mtu na mwanae, wote pia wamejitokeza kumpongeza Wema Sepetu. So Wema bwana amejifungua mtoto wa kiume na ni jambo la heri kweli kweli. Wema bwana amejifungua mtoto wa kiume mwenye afya, hana tatizo lolote, na ni kitu ambacho kiukweli kime make headline huko mitandaoni. Lakini pia vile jambo lingine ambalo tumeliona kuhusiana na sakata zima la Wema na Whozu kujifungua, tumeona page ya mtoto tayari imeshaandaliwa na inakimbia followers sio kawaida, tokea jana mpaka leo hii na takriban followers 60,000. Na mtoto wa Wema tumemfahamu anaitwa Oli Oscar. Bwana, hilo ndo jina la mtoto wa Wema, anaitwa Oli Oscar. Bwana, huyo ndo mtoto wa kiume wa Wema Sepetu na Whozu. Kwa hiyo bwana, wadau wameanza kuifollow hiyo account kwa speedi. Lakini pia vile kuna mavideo mengine mengi sana yameanza kusambaa tokea kipindi Wema ameanza kununua nguo kwa ajili ya mtoto, anafanya shopping ya mtoto kabla hajazaliwa. Kuna video zikiwa zinamuonyesha Wema akiwa anafanya mazoezi hospitalini siku ambayo anakaribia kwenda leba. Pia vile kuna video ambazo zinamuonyesha Wema akiwa yuko na ujauzito wake anafanya photoshooting. Umeona bwana, kwa hiyo kuna vitu vingine vingi sana sasa hivi ndio vimeanza kutolewa, na hii imeonyesha jinsi gani ambavyo marafiki na watu wa karibu wa Wema wanajua kutunza siri. Hizi content zote walikuwa nazo, lakini walikuwa hawajaamua kuziweka online. Lakini baada ya Wema kujifungua ndo akaamua kuzipost. Nadhani walikuwa wamekubaliana hivyo na wakakeep promise yao kwake kwa miezi 8 au 9. Ni kwamba hawa watu wa karibu wa Wema Sepetu walitunza hizi video, zimekuja kutolewa kipindi ambapo Wema mwenyewe ameruhusu zitoke. So ni kitu cha kujifunza hicho. Ni moja kati ya vitu vikubwa sana ambavyo tumewahi kuviona hivi karibuni katika mitandao ya kijamii, hususan kwa mwanadada Wema Sepetu. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako hapo chini katika comment section. Lakini pia vile endelea kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.